Watu wa Mungu, nami ni mtu wa Mungu, ndugu yenu Tusubisigwe Lwitiko Mtafya toka Ihanda, Mbozi, Songwe. Nije kwako askofu mkuu wa dhehebu fulani. Ewe askofu, wachungaji uliowapatia hivyo vyeo vya uchungaji wanakutii wewe kuliko hata kumtii Mungu. Maana kumtii Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, lakini nao wanakutii wewe kuyafanya yote unayowaamuru wayafanye. Maana unawaambia hao wachungaji kusema, mchungaji, washirika wako watakuwa wanakulimia mashamba, washirika wako watakuwa wanakutolea sadaka ya upendo. Tena askofu, unisikie tena, unawaambia wachungaji hao washirika wao wanakuwa na michango mingi. Mmoja huu mchango wa taifa, mmoja wa kanda, mmoja wa jimbo, mmoja wa kumnunulia mchungaji gari, na huu mwingine ni wa kumtolea sadaka ya upendo huyo mchungaji. Huyo mtu wa Mungu, huyu mtumishi anakuwa na michango hiyo kwa amri yako askofu mkuu. Hata inasema kwamba hii ni tamko kutoka kwa askofu mkuu. Na hao washirika wanapata shida na michango isiyowapasa, lakini kwa sababu yako wanayafanya hayo, hiyo michango, wanapata shida. Watu wa Mungu wanateswa, watu wa Mungu na michango, wakizani wapo wanafanya ni kazi ya Mungu, kumbe hapana, ni amri kutoka kwako askofu mkuu. Umewapoteza wachungaji hao, umewapoteza. Mungu akusaidie, ikiwezekana ukipate kipindi changu ujijue askofu mkuu kwamba umewapoteza wachungaji wako wote hao uliowapatia vyeo vya uchungaji. Mungu akusaidie askofu, akusaidie. Wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu yeye peke yake. Na kuambia kwamba askofu, tubu, waache kuwapoteza watu wa Mungu. Wachungaji, ninyi nyote pamoja na maskofu wote, nisikilize. Mmezimia kwa kiu ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Ni wafu kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu. Nimefundisha katika vipindi vyangu, nimesema maneno yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya ni maneno ya Yesu. Tena nimesema hayo maneno ni amri za Yesu. Tena nimesema hayo maneno ni sauti ya Yesu mwana wa Mungu. Tena maneno hayo ni unabii wake Yesu aliye kitabu. Ninyi maskofu nyote nisikilizeni, someni vitabu hivi. Soma ile Ufunuo 22 na ule mstari
wa 8 na wa 9. Soma uelewe. Soma hata kama hujui kusoma, hebu mwite anayesoma kwa ustadi akusomee uelewe. Maaskofu munaotumikiwa, maaskofu nchi yote chini ya jua, mjijue jinsi mlivyo wafu. Wachungaji nyote chini ya jua munaotumikiwa ni wafu kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu. Maana Yesu anasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Ninyi mnatumikiwa, hamuisikii hiyo sauti. Maana maneno ya Yesu ni sauti yake. Ndo anayesema kwenu maaskofu, nisikilizeni, munaotumikiwa hamtumiki. Hamuisikii sauti ya Yesu anayosema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Hiyo sauti hamuisikii kwa sababu mnatumikiwa, na kwa sababu hamjawa watumwa kama Yesu anavyosema hapo. Hamuisikii sauti yake Yesu mwana wa Mungu. Ni wafu nyote hapo mlipo. Maana nimesema maneno ya Yesu ni sauti. Kuisikia sauti ya mwana wa Mungu ni kuyafanya maneno yake yote. Huko ndo kuisikia sauti ya mwana wa Mungu, hata uwe hai. Nisikilize ninyi maaskofu na wachungaji nyote munaotumikiwa, hamtumiki, kwani ni wafu. Wafu hawatumiki. Wanaotumika walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai. Au ndo mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Maaskofu, someni Petro 2, Petro wa kwanza 2. Soma ule mstari wa 5 na kuendelea. Ujijue kwamba hapo ulipo askofu unayetumikiwa na mchungaji unayetumikiwa ni mfu, kwani hutumiki. Humsikii Yesu, huisikii sauti ya Yesu anayokuambia kwamba anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Alafu wewe unatumikiwa. Huisikii sauti ya mwana wa Mungu. Ni wafu nyote maaskofu mnaotumikiwa. Ni wafu nyote wachungaji mnaotumikiwa, kwani hamtumiki. Mtumwa hatumikiwi, ninyi mnatumikiwa. Bwana Yesu anasema, nataka kurudia hapo ili maaskofu mjijue kwamba hapo mlipo ni wafu. Maaskofu mnaotumikiwa na wachungaji mnaotumikiwa, mjijue kwamba ni wafu kwa kuto kutumika. Yesu anasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Ninyi mnatumikiwa, hamtumiki. Utumishi, nimefundisha utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Nimefundisha kwamba maneno ya Yesu ni yapi, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Hayo ni maneno ya Yesu. Hayo maneno ni amri za Yesu. Hayo maneno ni sauti ya Yesu. Hayo maneno ni unabii wake Yesu aliye kitabu. Nyinyi maaskofu, Mungu anawapenda, ni Mwokozi wa wenye mwili wote. Ninyi nyote maaskofu ni watu wa Mungu, ndiye aliyewaumba. Ninyi nyote wachungaji mliumbwa na Mungu.
mnapaswa kumtumikia Mungu. Ninawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtakitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ni kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Yesu ndiyo mwokozi wa ulimwengu. Maaskofu, nisikilizeni, msikie Yesu, tii kwa kuyafanya yote maneno ya Yesu, kwani huko ndo kutii. Kuyafanya yote ndo kutii. Mungu awasaidie. Mungu awasaidie maaskofu nyote, nchi yote. Nimesema chini ya jua, manake nchi yote. Maaskofu munaotumikiwa, hamtumiki, hamuisikii sauti ya mwana wa Mungu. Yesu anaposema kwamba anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, ninyi sio watumwa. Hamuisikii sauti ya mwana wa Mungu. Ni wafu hapo mlipo kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu, hata muwe hai. Mungu awasaidie. Mungu awaponye. Hakuna mwokozi mwingine. Hatuna mwokozi mwingine. Nani? Ni Yesu peke yake. Hebu sikia sauti yake hata uwe hai. Kusikia sauti yake ni kuyafanya yote maneno yake Yesu, ndipo unapokuwa hai. Kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu ni kupotea, ni kuto kumwamini, ni kupenda giza kuliko nuru, na Yesu ndio nuru iliyokuja ulimwenguni. Askofu, wewe ni mtu wa Mungu, achana na majina hayo ya vyeo. Nimekataa, nimesema kwamba ukisema mimi ni askofu, hilo sio jina la kwako, ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu. Wewe ni mtu wa Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu peke yake. Anatosha Mungu wewe kumtumikia, kwani ndiye aliyekuumba. Tena katika vipindi vyangu nimefundisha kwamba achana na kusema kwamba dhehebu letu, achana na kusema dini yetu. Mungu hakuumba dini, Mungu hakuumba dhehebu, alikuumba wewe, mtu wake. Unapaswa kumtumikia yeye peke yake. Hayupo mwingine wa kumtumikia. Utumishi wa kumtumikia Mungu na utumishi wa kumtumikia mtu, na kuambia mshirika, utumishi wa kumtumikia huyo mchungaji wako ni mtu, na utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Huko ndo kutumika, ndo kumtumikia Mungu. Lakini utumishi wa kumtumikia huyo mchungaji wako ni mtu. Atakwambia kwamba unanilimia mashamba yangu, atakwambia unanitolea sadaka ya upendo kila mwezi. Ukikosa mwezi huu kwa ajili ya michango mingi, usipotoa hiyo sadaka ya upendo, kwa sababu umetingwa na hiyo michango ya taifa, ya jimbo, ya kanda, michango ya kumnunulia mchungaji gari, umetingwa nayo, unaambiwa kwamba ila sadaka ya upendo, hiyo hata kama umekosa mwezi huu kumpatia mchungaji wako sadaka ya upendo, mwezi unaokuja utakuwa unatozwa mara 2. Wewe ni mtu wa Mungu, acha na hayo. Acha, mtumikie Mungu peke yake. Huyo mchungaji wako ni mtu, acha kumtumikia. Ndio unadanganywa, umetoka shambani kwake, anakwambia Mungu atawabariki kwa sababu mmetoka ni kumtumikia Mungu shambani kwake. We mshirika, we uone, huyo ni Mungu. Mungu akubariki wakati umetoka shambani kwake. Huyo mchungaji, hapana, hakubariki. Amekuongezea mapigo kwa sababu ya kumtumikia mtu bila kumtumikia Mungu. Mungu ni namba moja. Awe ni namba moja kumtumikia kuliko mchungaji huyo. Huyo ni mtu, achana naye.
kuliko kumtumikia. Mtumikia Mungu peke yake, ndiye aliyekuumba. Hayupo mwingine aliyekuumba, ni yeye peke yake. Mtumikie Mungu peke yake. Askofu, unanisikia? We ni mtu wa Mungu, uliumbwa na Mungu, unapaswa kumtumikia Mungu peke yake. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Huko ndo kutumika, na huo ndo utumishi. Ndipo unapoitwa mtumishi, unapoyafanya yote maneno ya Yesu. Na kuyafanya yote ndo kutii. Kuyafanya yote ndo kutii. Kuto kuyafanya yote, uko ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana. Bali kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu, wewe ni mtu, ni mtu wa Mungu. Tumikie Mungu peke yake. Achana na mambo hayo ya kusema kwamba mimi ni askofu, mimi ni... Hapana, we ni mtu wa Mungu. We ni mtu wa Mungu, ndiye aliyekuumba. Unatakiwa kumtumikia yeye peke yake. Hayupo Mungu mwingine. Hatuna miungu wengi. Mungu akusaidie askofu. Askofu, achana na kusema sisi munaita kwamba sisi ni makuhani. Tanganya watu. Munawaambia washirika kwamba sisi ni makuhani. Hakuna kuhani mwingine baada ya Yesu kuja. Pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili, kukawa wazi kuliko kuwa kunaitwa patakatifu pa patakatifu pa kidunia. Yesu peke yake. Yesu peke yake. Unayenisikia, bahatika. Wewe kama wewe, achana kusema sisi. Wewe kama wewe ni mtu wa Mungu. Mtumikie Mungu peke yake. Maadamu umeujua utumishi wa kumtumikia Mungu kwamba ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, huko ndo kutumika. Nimefundisha, nimesema kwamba amri za Yesu na amri za Musa hazichanganywi. Amri za Yesu ni katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Hizo ni amri za Yesu. Amri za Musa na amri za Yesu hazichanganywi. Ndipo ninapowaambia kwamba ninyi mnaotoa fungu la 10 na malimbuko, Mungu amewaongezea mapigo kwa kutoa fungu la 10 na malimbuko visivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Ninyi ambao hamuwapi watu vitu, mumeliondoa, na Mungu amewaondolea sehemu zenu katika mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa humo. Haleluya! Uinuliwe Mungu aliyeniumba. Wakati wako kisha wadia, huna mpinzani wako kupinga. Nisikilize ninyi watu wa Mungu munaopinga, hata mnatamani kwamba muniue ili nisiendelee kuja hapa mahali kuhubiri. Wengine mnasema kwamba kama huachi kuhubiri redioni, sisi ukifa hatutakuja kukuzika. Nimewaambia kwamba mimi hata kama nikifia mlimani mbwa wakanila, siwezi kuacha kuhubiri redio. Nitaendelea mpaka pale Mungu atakapo kwamba niishie. Sio ninyi, sio wachungaji, sio maaskofu. Hapana. Mimi anajua ataniponya tu, na ameniponya mengi ambayo ninyi maaskofu. Si Mungu anawaangalia hata mioyoni kwenu? Mawazo yenu yote munayo niwazia mabaya yapo dhahiri kwake Mungu aliyeniumba. Anawajua. Mungu hawezi kuwajali ninyi maaskofu. Mungu ni mkuu. Ni mkuu wa kutegemewa, wa kuabudiwa, wa kuogopwa. Enyi maaskofu nyote chini ya jua munaotumikiwa, hamtumiki.
na wafu hawatumiki. Wanaotumika walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai. Au ndo mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu. Nyote nisikie wachungaji, nyote chini ya jua munaotumikiwa hamtumiki, ni wafu. Mmezimia kwa kiu ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Haleluya! Haya ndio Mungu alitumia kinywa cha Amosi. Huyu Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yesu akaja akatimiliza unabii aliposema kwamba sikuja kutangua torati au nabii, bali kutimiliza. Na kuomba unipate askofu, kwamba zile siku ambazo Mungu alikuwa amenena katika kinywa cha Amosi, Yesu alipokuwa amekuja alitimiliza unabii wa Amosi, ambao Mungu alisema kwamba siku zinakuja ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala njaa ya kukosa kiu cha maji, bali kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Bwana ni Yesu. Kuyafanya yote maneno ya Yesu ndo kuyasikia. Kuto kuyafanya yote ni kuto kuyasikia, ni kuzimia. Hapo ninyi maaskofu nyote munaotumikiwa mmezimiwa. Mmezimia kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu Yesu anayosema kwamba anayetaka kuwa mtumwa, anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa, kama vile mwana wa Daudi asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Ninyi hamtumiki, kwani ni wafu kwa kuto kuisikia sauti ya mwana wa Mungu hata muwe hai. Nani apinge lilokusudiwa na wewe kwa wakati wako? Wewe ni Mungu wa nyakati. Ninakushukuru sana kwa sababu upo Baba yangu. Umekichagua kinywa changu kitamuke yaliyokusudiwa na wewe kutamka. Nani akupingi? Huna mpinzani. Umejitosheleza. Wafalme wa dunia wana wapinzani wao, lakini wewe Yesu uliyeniumba huna mpinzani. Usikitumie kinywa changu, tumia kadiri unavyotaka, tumia kwa wakati wako, maana nyakati ni za kwako. Haleluya! Ninakufurahia Mungu. Wewe ni Mungu, ni Mungu peke yako, hatuna Mungu wengi. Kwa mfano wengine wanasema usiingie mikono mitupu nyumbani mwa Mungu, wakizani majengo waliojenga wao kwa mikono ni nyumba za Mungu. Hapana, hapana. Mungu akai katika nyumba zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu. Tena Mungu hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu. Maana mwanadamu, hiyo pumzi ni mali ya Mungu. Na vyote vitu ndiye aliyevifanya vikapata kutokea. Soma Matendo ya Mitume sura ya 17. Usome mistari miwili wa 24 na wa 25. Askofu, wewe ni mtu. Niwaambie sasa, kama hamtatubu na kuacha kutumikiwa, na kama hamtatubu na kuanza kutumika kwa vile mmejua utumishi, siku ya hukumu watu wa Ninawi watasimama na kwa hukumu kuwa umekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona, anayekitumia kinywa changu hiki. Maaskofu, tubu. Wachungaji, tubu, acha kutumikiwa. Tubu, anza kutumika. Mungu awasaidie, ni mwokozi wa wenye mwili wote. Nakushukuru Muumba wangu. Nakushukuru. Hupingwi, huwezi kupingwa na mwanadamu uliyemuumba. Mwanadamu ambaye uhai wake upo mkononi mwako. Yesu,
umejitosheleza kwa kila jambo na utatenda kadiri unavyotaka. Nami ninyamaze kimya kama unavyotaka. Matakwa yako ndio yaendelee kutendeka. Sikizisha watu wako. Mungu, wewe ni Mwokozi wetu. Nakushukuru sana Mungu wangu, kwa kuwa hujawa mbali nami niombapo au nishukurupo usisikie. Hapana, umekuwa jirani. Wewe ndiwe baba yangu. Ulimuona Nathanaeli amesimama chini ya mti kabla ya kuambiwa na Filipo. Ulisema, tazama Mwisraeli kweli kweli na hana hila ndani yake. Mungu, nani wa mjuzi wa namna hiyo? Peke yako. Haleluya. Ninakufurahia kwa kuwa wewe ndiye peke yako, hayupo mwingine. Asante baba yangu, asante Mungu muumba mbingu na nchi na vilivyomo. Ninakushukuru. Asante baba yangu. Naomba niende kutaja namba ya simu yangu 0753 96 91 99. Nimuombe huyu Mungu aliyeniumba. Aliniumbia hata kinywa kiweze kujua kutamka. Ameweza kukitumia kwa siku hii ya leo. Hajaonekana wa kumpinga kinywa changu kisitamke. Yesu liyeko, Yesu dumuye, muumba wangu uliyeniumba, uliyenijua mapema sijaumbika tumboni wa mamangu. Ninakuinua, ninasema asante baba yangu. Asante uliyenijulia kesho nyingi zilizo mbele niendako. Hata hii leo jana ilikuwa inaitwa kesho, umeileta imekuwa leo. Ninayo sababu ya kukuinua. Mungu mwenye matendo makubwa ya kushangaza. Ni Mungu peke yako uliyeniumba. Hayupo aliyehusika wakati wa uumbaji wako. Ulivyokuwa unaniumba hakuwepo. Ni wewe peke yako muumba. Endelea kuwa pamoja nami, kutoniacha. Elekeza uso wako kwangu, niangalie Mungu. Sina mwingine, ni wewe peke yako. Haleluya. Ninakufurahia Mwokozi wa ulimwengu. Ni Mwokozi wa ulimwengu. Ni nyakati hizi mbaya za siku za mwisho zilizonenwa na Paulo akimwambia Timotheo. Fahamu neno hili ya kwamba siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari. Hii ndio hatari. Nani aweza kutukwamua sasa katika hizi siku za mwisho? Ni wewe peke yako muumba wangu. Asante Kristo. Nashukuru kwa kuwa unastahili shukurani za dhati kutoka moyoni mwangu. Asante. Ni machache katika jina lako Yesu Kristo tulopewe kuokolewa kwalo. Amen.